الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشدا يا رب العالمين. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, tunaendelea inshallah na sura Tur na tulisimama katika aya ya 26 yenye kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Wanasema wanapokuwa wameketi pamoja wakikabiliana على سرر متقابلين على الارائك ينظرون, wanakaa wanaulizana, wanazungumza mambo ya dunia yaliyopita, wanakumbushana yale ya zamani wenyewe. Maana mazungumzo yanakuwa mengi, maisha ya watu wanaoishi pamoja miaka 50 60 70 pamoja, kuna mengi ya kuzungumza na kukumbushana na kufurahi katika jumla za furaha. Tunama tulikuwa tukifanya nini na nini na nini duniani. Lakini on top of that, yoyote hayo walikuwa wakizungumza habari ya nini? Habari ya peponi na starehe. Hebu hivyo kweli tuko peponi sisi? Hebu yani subhanallah, ile furaha ya hali ya juu kabisa. Lakini kwa hakika tumejitahidi sisi, tulikuwa tunamuogopa Mwenyezi Mungu. Kila jambo tulikuwa tukifanya tulikuwa tunamkumbuka Mwenyezi Mungu. Tunajaribu kujua kila lilokuwa la haramu tujiepushe, na kila lilokuwa la halali tufanye kwa nguvu, na kila lilokuwa jema tujikaze kuhimizana katika kufanya mema. Kwa hivyo hii ndio maana ile aya kabla yake, inna qalu inna kunna qablu, yani duniani, fi ahlina, katika ahli zetu, watu wetu, tulikuwa daima tunaambizana na kuhimizana ya khairi. Kuna mushfiqina, tulikuwa tukiogopa kusimama mbele ya Mola, tulikuwa na hofu. Hii hofu ndio ile zao cha Mungu, taqwa na khashyatullah. Hii hofu ndio ilisababisha tukaingia peponi. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu kama inavyosema aya ya 27, famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum. Basi Mola subhanahu wa ta'ala ametufanyia hisani yake, ametuepusha, wa waqana, ametukinga na adhabu ya moto mkali, upepo wa moto unaotoka motoni, adhab as-samum. famanna Allahu alaina lianna Allahu al-mannan, yeye mwenye kufanya ihsani. Yamunnuna alayka an aslamu, wakimwambia Mtume sasa, tazama sisi kama sisi usingekuwa na jeshi kubwa, wanafika sisi tukufanya wewe na nguvu. mwambie ala arab mabedu yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Msikae mkaniambia kama kwamba nyinyi mmenifanyia khairi kubwa sisi, balillahu yamunnu alaykum. Almann min Allah ihsani an hadakum liliman, kukupeni hidayah ya kuwa na iman. Kwa hivyo man huwa almannan, famanna Allahu alaina, ametufanyia wema na ihsani na kuturehemu. Wa waqana adhab as-samum, akatibusha adhabu ya motoni, wenye upepo moto wa motoni. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barrur rahim. Inna, hakika sisi, kunna, tulikuwa, min qablu, hapo katika maisha duniani kabla, nad'uhu, tulikuwa tukimwomba. Hakika sisi tulikuwa tukimwomba na tulikuwa tukimwabudu. Nad'uhu bimaana na'buduhu pia, tunamwabudu na kumwomba katika ibada zetu, bila shaka kwa sababu yeye innahu huwal barrur rahim, ametukubalia ndio akatuleta katika starehe hizi za peponi. Inna kunna min qabl, tabaha tulipokuwa duniani
ندعوه. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو مخ العبادة. أصل يعني عبادة yote ni katika dua, kwa sababu ibada yenyewe unafanya unaomba kabla na katika ibada yako unapomaliza. Kwa hivyo naabudu bimaana nad'u, na ibada wa dua utaona kama kwamba ni kitu kinakwenda pamoja na sambamba. Mwenyezi Mungu anatufundisha kwamba ni dua ndio ibada, na maombi yako unaomba swali. Nad'uhu bimaana na'buduhu wa nas'aluhu, tunamuomba na kumwabudu na kufanya ibada. Al-ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, niombeni. Dua ndio ibada yenyewe. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ndio da'wa. Ud'uni, niombeni, astajib lakum, takupeni. Ama wale wanotakabari juu ya ibadati, yani kule kuniomba mimi hataki kuniomba, manake hawanitambui kama mimi ni Mungu kwao, kwa hivyo hawaniombi, kwa hivyo wanaabudu wenginevyo au hawaabudu Mungu. Innal ladhina yastakbiruna, wanatakabbar juu ya nini? Kuniabudu kwangu hawataki. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia kwa dhalilifu katika moto wa jahannam. Na ikuwa kwamba masala kwamba ibada na sual kuomba, Mwenyezi Mungu asema pia idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an, ujibu da'wata da'i idha da'an. Na ibada inachanganya mambo ya sala na siamu na sadaqa na kufanya wema wazee na silatul arham, kuunganisha koo, na kila jambo la khairi ndani yake linaingia katika ibada. Al-ibada ndio kwa maana tunaambiwa al-iman wal ibada zinangapi, zinasema chungu zima. A'laha la ilaha illa Allah, a'laha la juu kabisa la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu sara imatatu al-adha ani tariq, kuondoa yenye kuwakera watu na kuumiza watu njiani, mawe, misumari, mbao, vitu vya kukanyaga mtu akaanguka wakateleza, vyote katika ibada. Kila jambo unalofanya kwa ajili ya khairi ya watu wanaoishi pamoja na wewe katika ibada. Kwa hivyo kila, ndio kwa maana imani ina sehemu kadha kadha. Hata ile walhaya shu'batun min al-iman. Haya, mtu kuna haya kustahi, kwa sababu unapostahi unakuwa unajiepusha na mengi maovu, unajirekebisha katika khairi tu. Kwa hivyo ni ibada. Jambo lote linakupelekea ukafanya khairi na kuwa katika ibada. Kwa hivyo inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Innahu hakika ya Mola huwal barr, limetumika neno al-barr halafu limetumika ar-rahim, na haya majina mawili katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika yeye ndiye al-barr, albir walbar, maneno kurubiana, na yeye ni mwema kabisa Mola Subhanahu wa Ta'ala, warrahim, na mwingi wa rehema. Wakasema albar bimaana nini? Wakasema maana yake wasi'ul ihsan, mwenye kufanya ihsani kwa marefu na mapana usiokuwa na mpaka. Warrahma huwa almuhsin, huwa al-latif. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amelitumia neno albar katika Qur'ani nzima, msahafu mzima, mara moja tu. Tunaliona kauli albar mara moja katika Qur'ani, albar rahim, na katika hii surati Tur fakat. Na hii kauli bar ismu min asma'illahi alhusna, ambayo 99 tunajua, moja ilikuwa ni hili. Na albar kilugha kama kwenda katika bara, albar ittisaa almakan, eneo lina wasaa mkubwa usiokuwa na upewa macho yako unatazama wewe huoni kitu ila upana na warefu usiokuwa na mwisho. Na maana yake hii kilugha, lakini kisheria kwa hivyo ina maana kwamba Mwenyezi Mungu, maana kisheria kwamba ile ziada wal ittisaa katika ihsani yake usiokuwa na mpaka. Albar katika wema wake Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla muhsinun adhim,
anafanya ihsani kwa waja wake, ihsani kwa kubwa kabisa. Huwa rabbun karim wasi'ul fadl, mwenye fadhila nyingi sana. Hizo zote zinaingia katika nini? Katika maana ya bar. Mwenyezi Mungu anawafanyia wema daima al-ma'ruf, anawafanyia wema watu kwa al-muhsinin, watu wema anawazidishia imani, anawazidishia thawabu, wanawapa ujira mwingi, wanawapa starehe za peponi, na anainua vyo vyao baina ya waja wenzake, wanakuwa na heshima zaidi. Hawa watu walikuwa wema, wanastahili yote hao muhsinin, na mwisho kuwatia peponi na kuwapa starehe za kila aina na kuepusha na moto. Hii bilisbati lilmuhsinin. Ama bilisbati wale waovu, Mwenyezi Mungu pia anawapa fursa, anawasamehe wanapofanya makosa. Na kwa hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu anapokuwa neema zake zinapokuwa nyingi kwa wenye kufanya wema na wenye kufanya maovu, hawa wanawapa thawabu kwa wingi, na hawa wanawapururia na kuwapa muda hasa wakaja wakatubu wakapata na wao pepo. Hii katika jumla maana albar. Unaposema katika aya sura Az-Zumar, unasema alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da, sadiq alwa'd, Mungu ametusadikisha ahadi yake aliyotupa. Wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha, ameturithisha ardhi tunatembea tutakavyo katika pepo. Alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan, ametuondoshea, namhimidi Mwenyezi Mungu ametuondoshea huzun. Na hii katika jumla za nini? Sifa za Mwenyezi Mungu, huwa al-barru war-rahim. Kwa hivyo binadamu anastahili kumshukuru Mwenyezi Mungu, lianahu huwa al-barru ar-rahim. Alhamdulillahi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunamshukuru sifa zote njema za Mwenyezi Mungu ambaye ametupa hidayah kwa jambo hili, na tusingekuwa tumeongoka ingelikuwa Mwenyezi Mungu hajatupa hidayah. Na kwa hivyo tukawa hapa pahala tunastarehe, tumekaa tunazungumza, tunaulizana mambo ya duniani, mambo ya akhera na neema hizi. Kunna nad'uuhu min qabl, kunna min qabl nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Kwa hivyo haya ndio maelezo wanaelezana wanapokuwa wamekabiliana peponi, watu wa peponi, na huku wanazungumza mambo yao. Kwa hivyo wako katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, kila akikumbuka neema aliyokuwa nayo wanamsifu Mwenyezi Mungu, innahu huwa al-barrur rahim. Aya 29, fadhakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر، نعم فذكر باسي endelea kuwakumbusha. Fadhakkir wadhakkir wadhakkir. Hii aya kwamba Mwenyezi Mungu kazi kubwa aliyompa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba jihimize sana, basi kumbusha. Fadhakkir, basi kumbusha ya Muhammad, kumbusha watu wajue kwamba kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa kusamehe, anaitaka starehe za milele. Wakumbushe mambo yote ya ibada, mambo yote ya khairi. Fadhakkir birisala, hii utume wako na kitabu Qur'an uliopewa. Fadhakkir bitawhid, fadhakkir biljanna wan nar, wajue kuna pepo starehe na kuna adhabu kali ya motoni. Fadhakkir, wakumbushe alhaq wal batil, wajue yote haya. Kwa hivyo wewe juu yako ni kazi hii kuifanya. Tokea tulipokushushia utume miaka 23 inayofuatia, ni kazi yako itakuwa ni hii. Subhanallah. Ya ayuha almudaththir qum fa'anzir. Hii maana nyingine fa'anzir bimaana fadhakkir. Na dhakir ina maana kwamba kila mara unakumbusha na kukumbusha na kukumbusha. Hiyo maana hasa ya nini? Ya dhakir. Fadhakkir. Dhakir wadhakkir, utaji na uendelee kukumbusha tu. Na hili ni katika jambo ambalo kubwa, taklifa, kazi yako kubwa wewe ni hilo. Tabia binadamu kazi yake kusahau, kazi yake kupuuza, kazi yake kushughulikia na mambo yalikuwa muhimu, lakini anapokuja akasikia tena na tena, inakuwa inampiga, inamshtua, wakati mwingine anarudi kwa Mola wake. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'u
mu'minin. Daima dhikra kukumbusha kuna wafaa waumini, kwa sababu mara nyingi wanakuwa wanasahau. Na wakumbushe kwamba hii Qur'an ndio shushiwa ni wahi min Allah, sio kama wanavyosema wao. Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika, wala si wewe nini kabla kustaja ndio ni wewe, sio nini kasema bi ni'mati rabbika, iwe mimi neema zangu mimi Mola wako ya Muhammad, bi ni'mati rabbika, kwa Mola neema za Mola wako alokujalia wewe kukuchagua ni mtume wa umma wote mpaka siku ya kiyama. Halafu neema zangu juu yako wewe, wao wakupe majina kama hayo, kukuita na kukudharau kwamba wewe ni kahin, wewe majnun. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Law angelisema tu hivi fadhakir fama anta bikahinin wala majnun, ingeleta maana ile iliyokusudiwa, au sivyo? Fadhakir, basi wakumbushe, fama anta, ujue kwamba wewe si kahin, bikahin, kwamba wewe sio kahin, wala majnun, wala sio mwendazimu. Lakini Mwenyezi Mungu ametia kumpa nguvu zaidi na kumpa ile imani zidi, kwamba ujue wewe uko katika neema zangu ya Muhammad. Fadhakir fama anta, wala sio wewe kama unavyokuambia. Ina maana kwamba kabla hapa Mwenyezi Mungu anataka kumpoza moyo, kwa sababu maneno yalomkera kusikia makafiri Makureshi wale wakimwambia wewe sahir, wewe kahin, wewe wewe majnun, wewe shair. Hayo yote wasema la ya Muhammad, madhal neema zangu zinakumiminikia wewe, endelea kutaja nasaha yangu. Fadhakir, endelea tu, achia mbali hao, ujue tu moyoni kwamba mimi nakutambua kwamba wewe ni mtume wangu nilokuchagua. La anta kahin wala nini wala majnun. Fadhakir, kwa hivyo ina maana kubwa tunaposoma kama nun wal qalam wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika, tunamekuja bi majnun. Na kila kusema huku katika Tur na huku katika surat Qalam, nun wal qalam wama yasturun, na surat nun kule kwamba huku pia nun wal qalam wama yasturun, wache na wanayosema wao. La abadan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, sio wewe baada ya neema za Mola wako rabbika mlezi akakushushia kwa kukupa risala na utume, halafu kama majnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wewe utakuwa na ujira na wa usosita kabisa. Wa innaka, hakika wewe, hayo yote wache pembeni. Wa innaka la ala khuluqin azim, uko katika khuluq ya juu kabisa, na khuluq hii ilikuwa hali ya juu kabisa, umezipita khuluq zote, tabia zote njema, wewe uko juu kabisa. Kwa hivyo wakikuita mchawi, wakikuita wewe kahin, wakikuita wewe sahir mchawi, wakikuita wewe majnun mwendazimu, wala usishughulike, neema za Mola wako ziko juu yako. Na hapa kwa hivyo kataja hivyo fadhakir fama anta, wala sio wewe bi ni'mati rabbika, upewe neema za Mola wako halafu uwe kahin au uwe majnun mwendazimu. La abadan, haiwezi kuwa. Na masala kahin, wasema utaona tafsiri nyingine wanakuambia makuhani kwa Kiswahili. Kahin utasikia kwamba ni mchawi. Nini asili ya neno kahin? Ili kahin ni jambo ambalo lilikuwa likitumika wakati wa ushirikina kabla kushuka kwa wahi, na kabla hapo walikuwa watu fulani ambao aina ni wachawi tuseme, na hawa watu walikuwa wanapata maelekezo kutokana na majini. Wakisikia habari zozote huko juu na malaika, huja akaletea habari moja na wao kaongeza mengine ya uongo, na yeye pia anaongeza na yake ya uongo kudanganya watu. Kwa hivyo watu wakiwa na shida zao za kimaisha wanakwenda kwa makuhani pale, wanawadanganya ndio kama wachawi walivyo, ndio wachawi. Actually kahin inakuwa ni mchawi at the same time, kwa sababu chochote anachokisema wanachukua maneno kutoka kwa majini, wanaletea habari za ghaib, na wao wanaamini kwamba wana ilmu al-ghaib, wanajua mambo ya ghaib sana. Kwa hivyo walikuwa hawa makahin kwa wakati wao, ambao walikuwa makuhani hawa. Na kitu kimoja katika mambo muhimu yaliyotokezea katika makuhani, wakati Abdul Muttalib aliposema kipata watoto 10 nitamchinja mtoto wangu mmoja muhanga kwa Mola. Alipokuja kazaliwa mtoto wa 10 alikuwa babake Mtume sasa Abdullah, ikabidi lazima amchinje mwanae.
Tazama ujinga ujahili wakati ule kwamba nini, kama kwamba kitu kikubwa atatanguliza damu ya mwanawe kwa Mola wake. Mola wake ni masanamu. Akaona huyu kipenzi changu vipi nitamua. Walichomsevu yule Abdullah si uliokwenda kwa makahin, makuhana kambela, badala yake damu yako utaweza kuizuia usichinje, toa ngamia 100 ulishe watu. Khalas itakuwa mtoto wake umemsave. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kwamba mtoto yule aje alete mtume, aje azae baada ya kuwa kwake, aje azae kiumbe ambaye atakayekuwa bora kuliko viumbe vyote ulimwengu mpaka kiyama saa, naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipi atachinjwa? Aliposema ana ibn dhabihain sallallahu alaihi wasallam, mimi mtoto wa chinjwa wawili, ilikuwa wachinjwa babake Abdullah, lakini makahin makuhana wakitoa kwamba nini amla badala hivyo toa nini ngamia 100. Na kadhalika Ismail jaddu wake mkubwa kabisa Ismail mtoto wa Ibrahim, naye pia akaamrishwa mchinje katika ndoto kama ilivyokuja katika sura As-Safat. Mwenyezi Mungu akateremsha kondoo badala yake. Na kwa hivyo ibn dhabihain nasema makahin makuhana wa kazi zao nini, kuwadanganya watu na kuonao mukabil nini, lete hichi, lete kondoo, lete ngamia, lete nini, wanakuwa wanazuga watu kwa habari za uongo. Na sisi kwa kizungu wanaita soothsayer, mwenye kueleza mambo. Maana yake nini? Mtu yote ambaye anakuwa watu wanamwamini kwamba anaweza kuambia, ana uwezo wa kuelezea mambo ya mustakbal. Kama wanasema ni soothsayer au wana predict mambo, wana prognosticate mambo, prognosticators. Kwa na intuition ya kuforecast, kueleza mambo ya mustakbal. Wakasikizwa wala yatanabba. Atanabbu bimaana ndio kutoka asili ya nubuwa, utume. Bimaana mtume anakuambia habari za ghaib, habari ambazo usijua watu wote. Tanabbu, lakini nubuwa ni neno ambalo mtume yote anayekuja anapata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu akaitwa nabii. Lakini tanabbu mtu anaweza kutumia as a common word kwamba nini yatanabba, yani kwamba nafikiria mimi naweza guess, yani kwamba itatokezea hichi au hichi. Hata neno yatakahan inatumika pia bimaana kwamba naweza kutakahan, naweza kusema what is going to happen, kitu gani kitatokezea. Kwa hivyo katika Christianity tunajua sisi liko neno kwa Waarabu wanatumia kahanut. Kahana kwa wao ni priest au pia wanaita chaplain. Katika makanisa mengine wanaita chaplain na priesthood ile inaitwa kahanut, priesthood. Kwa maana ni cheo katika mtu ambaye anaweza kukwambia maneno yasiyojua watu wenye kufanya ibada wa desturi. Huyu mtu ana cheo katika kanisa, kwa hivyo anasikilizwa. Wengine wanakwenda mpaka kwa kueleza mambo ambayo nini, ambayo hawajui na kutaka maghfira wasamehe. Kwa hivyo basi usifanye tena, unasamehewa, unaghfiriwa dhambi zako. Hawa priesthood wanaitwa kahanut. Kwa hivyo hii ni priesthood, yani makahini wanaita. Kwa hivyo kwa dini nyinginezo kahanut au kahana, kuhan ina heshima fulani katika dini. Sisi kwetu sisi ni neno lilikuwa likitumika wakati wa ujahili. Neno hili marufuku kwa sababu inaingia katika listi ya uchawi. Kwa hivyo maneno ambayo yote uongo, majini wanakuja kuwapa habari za uongo. La hakuna ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika sema Muhammad waambie, law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su. Lao ngelikuwa mimi najua ilmu al-ghaib ningelikithirisha kufanya khairi na uovu wote usingenigusa. Na inasemekana kutokana na sumu ya nyama ya kuku alokula imeleta taathira kidogo kidogo, ikaona inamdhalilisha katika siha yake. Allahu a'lam. Kwa hivyo kahin ndio huyu. Sheikh Abdullah Saleh katika tafsiri yake akasema mchawi. Sheikh Ali katika tafsiri yake amesema wewe si kuhani, kahin, mchawi, bana takriban ni watu ambao wanaosema maneno yote hayana asasi kabisa, msingi katika
ukweli au habari zinazotoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wamempachikia sifa hizi mbili za kahin wala majnun wala sio mwandazimu wewe, na sifa zote mbili haziendani na sifa za mtume za uhakika ulivyo. Leo mwite Sadiq al-Amin, leo mshamwita majnun. Leo mnamwita Sadiq al-Amin muaminifu, leo mshamtuhumu kwamba ni kahin. Naona kwa sababu haya yote haendi kinyume, lakini Mwenyezi Mungu anaweka clear katika aya hii, amma fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, wala sio mwandazimu. Kwa sababu mwandazimu hayasemi, hawezi kusema maneno yaliyokuwa na haki tupu ndani yake. Mwandazimu hawezi kusema maneno ila yenye haki ndani yake. Kama mwandazimu astaghfirullah, ni mtume hawezi kusema ile yenye haki, lakini mwandazimu maneno yake ya kuparaganya, anachanganya mambo hayakubaliki katika akili ya mtu alikuwa salimu, mtu tamamu yani. Kwa hivyo jununu wandazimu kinyume na yale vile alivyo mtume sallallahu, na kwa hivyo walikuwa wanajua kama huni uongo. Wakimuita kahin tokea ni miaka 40 kaisha hajawa kahin, leo ghafla kwa kahin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anampa nguvu kwa kumwambia maneno hayo, fadhakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Aya inafuatia, am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-manun, am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-manun. Na maneno haya aya 29, basi hao wanasema au ambi maana au wanasema, am yaquluna sha'irun, kwamba yeye huyu ni mtungaji wa mashairi, mtunga mashairi tu huyu. Na desturi ya watunga mashairi tunajua desturi zao za uongo na kudanganya. Na tarabasu bihi raibal manun, sisi wanasema wao tutamtarajia kupatilizwa na dahar. Wakati ukifika ataondoka, itakuwa kama kapita tu, alikuweko fulani, mwachie tu, kesho kutwa atakufa, mambo yake yote yatakuwa yameisha. Huyu Muhammad ni mtunga mashairi, tunamtazamia kupatikana na mauti kama walivyokufa washairi wengine. Haya ndio alikuwa akisema. Na katika tafsiri wanasema katika baadhi ya ayat, natarabbasu bihi, maana yake natarabbasu bihi, tunasubiri na wao. Sisi tunasubiri, tunamtazama tu anakwendaje. Na kama tafsiri ilivyokuja, wamesema natarabbasu bihi rayba al-manun, yani natarabbasu bihi al-maut kama mata sha'ir bani fulan wa sha'ir bani fulan. Fulani alikuwa kapiga mashairi yake danganya tu, kaondoka kafa. Fulani alikuwa kafa. Bali wamekaa katika nyumba yao wanapokaa washirikina katika dari nadwa, wakasema hivi, nini tumfanye huyu Muhammad? Wakasema ahbisuhu fi withaq, mfungeni katika kamba, mfungeni kamba, thumma talabbasu bihi al-manun, halafu kisha msubirini mauti yake tupokuja atakufa. Hatta yahlika kama halaka min qablihi, hata atapokufa kama alivyokufa kabla yake, min ash-shu'ara, katika shu'ara makabila ka shu'ara Zuhair wa Nabigha, inma huwa kaahaduhum, haya sasa kama wale tu basi. Faanza Allah Ta'ala hii aya, wakasema imeshuka aya hii kutokana na nini? Na kauli hizi walizokuwa wakisema. Raib al-manun, natusubiri nini? Qawari' ad-dahr, au wanasema nini? Hawadith ad-dahr, yatakayomtokezea katika maisha. Anaweza ghafla kapinduka, au mtu akaja kamua, au tatokezea jambo, ataondoka na yote yatasahau. Yani kama kwamba ni tumpuze, tumwachie, atakuja, yatakwisha yote, atanyamaza. Lakini maneno haya, am yaquluna sha'irun, wanaambia sha'ir,
Mtume hawezi kuwa shair na msema kweli, mtu anaeleza mambo ya haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun, yattabi'uhum al-ghawun. Mashairi daima wao kazi yao wanafanya nini? Mashairi kazi yao wanafuata na watu waliopotea, al-ghawun, watu waliozama katika michezo na upumbavu, wapotevu, ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Uone kwamba washairi anapokaa kizungumza mambo, anapokaa imagination yake, takhayul, namna gani anapokaa fikiri akazua mambo, yani washairi wanakuwa mahodari wa kuzua maneno, na hakuna mmoja aliyokuwa la haki, basi wote kutaka kujisifu katika hodari wa kupanga maneno na kujisifu mambo ambayo wengine hawezi kutafakari. Kwa hivyo hawa, alam tara annahum, huoni kwamba hawa washairi fi kulli wadin yahimun, katika kila bonde wana nini? Wanatangatanga tu katika fani mbalimbali, fani ya mapenzi, fani ya qital, fani ya nini. Leo kitazama mashairi wamesema maneno ikawa ndo sababu za vifo vyao, kama al-Mutanabbi kasema الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الخيل farasi ananijua mimi, ushujaa wangu. Wallayl, usiku kiza kinatishatu, basi kiza kinaniogopa mimi. Walbaidau, na desert yote ilikuwa kiza kabisa linatisha, desert inaniogopa. Alkhayl wallayl walbaidau, yote vitatu hivi taarifu unanijua ushujaa wangu. Wasaifu, upanga unanijua ushujaa wangu, kikamata hasimami mtu mbele yangu. Asaifu warumhu, na mkuki unanijua ushujaa wangu. Walqirtasu, na kalamu inanijua ushujaa wangu kuandika mashairi. Walqalamu, na kalamu. Ubeti huu umekwenda sababu ya kifo chake kama unavyosema. Wewe ndio unasema hivi na hivi na hivi, basi njoo sasa mimi nitakupiga na wewe tuone hiyo kama idhakana saifu yaarifu kaula au rumhu. Akawa ndio sababu ya kuuliwa al-Mutanabbi, mshairi mkubwa huyu. Kwa hivyo mshairi ni uongo tu, wanatembea wanatangatanga katika majimbo mbalimbali ya mapenzi ya ushujaa ya nini, yani hayote haya. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, wanasema ambao sio tenda. Hal mtume yuko katika hali kama wao wanasema, kama mshairi anasema maneno hatekelezi, kama wanaosema watu wasiokuwa Waislamu wanasema ikiwa huyu Muhammad alikuwa mwongo katika risala yake ya kufundisha watu, lakini for sure hakuwa mwongo kwa binafsi yake kujidanganya, kwa sababu yote alikuwa akiyafundisha alikuwa akiyatenda. Na shairi asema hivyo, annahum yaquluna ma la yaf'alun, wanasema maneno ambayo siyatenda, ila alladhina amanu wa amilus salihat. Kwa hivyo ikiwa mkuita shairi hapa kama ni sifa mbaya juu ya mtume, wamemuita kahin ni sifa mbaya juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hivyo wao wanasema sisi tunasubiri tu, kesho kutwa atakufa, mambo yatakuisha haya. Qul, sema ya Muhammad, aya 31, qul tarabbasu, waambie hivi, wajibu, mimi nakwambia waambie ya Muhammad, qul, sema, tarabbasu, ngojeni, fa inni, na hakika mimi, ma'akum, pamoja na nyinyi, minal mutarabbisin, miongoni mwa wenye kungojea. Tutizame mwisho mwema utakuwa wangu mimi au wenu nyinyi. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Sema waambie nyinyi ngojeni, simngojea mpaka labda litatokezea kifo nini malizike, raiba almanun, wasubiri, sio? Kwa hivyo almanun huwa almaut, wanasema pia maana wasubiri kwamba jambo baya litanifika, basi subirini tu. Sisi waambie kwamba mimi tarabasu, nyinyi subirini kama mnavyojidanganya nafsi zenu. Fa inni, basi ujue, fa bila shaka, inni, hakika mimi, pia ma'akum, pamoja na nyinyi. Subirini, mimi nasubiri. Fa inni ma'akum, mina, miongoni mwa minal mutarabbisin, mimi peke yangu sifi, mimi tu peke yangu, na mimi nasubiri ataka kufikieni nyinyi, na nyinyi pia mtakufa vile vile. Au ikitokezea kwamba mimi jambo langu likasimama likadhihiri nikashinda, hapo basi kungojea kwenu mtaona mtapokuwa wadhalilifu mbele yangu, mtaniomba khairan akhun karim wa ibn akhin karim, tusamehe yale tuliyofanya. Nini, madha tadhunnu anni fa'ilun bikum, walipopanga baada ya kuitika Makkah,
unafikiri nitakufanya nini? Tutafanya kheri, utatusamehe. Alafu kaambia idhabu, nendeni zenu, la tasriba alaikum alyawm, hakuna kulaumiana, nendeni nendeni, fa antum tulaqa, nendeni, mmekuacheni huru, nendeni zenu. Kwa hivyo ya Muhammad, fatarabbasu, na wewe pia subiri, waambie fa inni ma'akum min almutarabbisin. تسمع بهنا نكتفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد.